kumwona Mwokozi kwanza. Kuidia kwa mwana wako Yesu Kristo badilekie irumirio jaloli na isubirio jesinal kaga mangisha irumirio jetu tupa isubirio jibo andeni kodu matuku gose gerangi jetu saabo virumirianga kuchinana kwa bandu bakwela kulekwa kwa kauna kulekwa kwa ukuka kwa irangi jatawa nakala. Amina. Kurasa wa 91 nge kula ila gochibonyeka gabrune ngunyi jeko na kimu na ngelo yaro ngelo evala ngelo eva ngelo ebaga ngelo efuchua ngelo elila ngelo ya wasi ngelo esasara mago ngelo eshishidiana ngelo elola ngelo evika ngelo erashua ngelo ekayakima. Zaburi ya 121. Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiwache mguu wake usiongeze, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli wa mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Utukufu una Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, hata milele ni vivyo. Hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. 6. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Injili inaendelea. Basi napenda kuchukua nafasi hii kusema pole sana kwa ajili ya familia, marafiki na waombolezaji wote ambao tumefika siku hii ya leo kwa ajili ya ibada ya kulaza mwili wa ndugu yetu Ronald. Napenda kuchukua nafasi kukaribisheni nyote katika ibada yetu hii, tukaendelee kuwatilia mioyo yetu, Bwana akaendelee kuhudumia mioyo yetu. Bwana asifiwe sana. Natamani baada ya ibada hii tusibaki vile tulivyoingia, tukatoke tukiwa tumeinuliwa na tumepatiwa kiwango kingine cha juu, hasa katika hali ya kujifundisha kuyajua mapenzi ya Mungu. Bwana awabariki sana. Naomba nafasi nimchukue kumkaribisha MC wetu atuongoze kuanzia hapa. Karibu sana. Mimi hapa niko nyumbani, aha, ni kwa weke antina. Kwa hivyo sina baba wengi. Familia waliniomba nikuwe mkuu wa sakafu kwa sherehe ya mwisho ya ndugu yetu Mashao, na naamini na nawaahidi kwamba ratiba nitaipeleka vile mlivyopanga. Pili, nataka kueleza hivi kwamba waombolezaji wote, ibada ya leo mtaona kidogo itakuwa na utofauti. Maana kuna familia wako na mwelekeo wao, si kweli? Vile wameeleza. Kanisa wako na mwelekeo wao vile wameeleza. Na ndugu zetu afisa wetu wa polisi nao wako na mwelekeo wao kulingana na taratibu zao. So kuna mengine hayatafanyika yale vile tunajua yatafanyika. Kwa sababu ya nini? Ya taratibu ambazo nimepewa. Kuna taratibu ambayo sana ambayo iko na nguvu kuliko zile zingine, ni taratibu ya polisi ambayo tunaheshimu sana, maana aliyelala ni mwenzetu. Sasa nyinyi kaduvuka polisi na ndii wananchi mko na kili eko tumwe
Kwa hivyo tutaongozana hivyo. Hapa niko kwa Mogo hapa na nawakaribisha wote kwa niaba ya kijiji na natoa pole zote kwa niaba ya kijiji. Nasema pole na mimi. Ile kifungu cha Zaburi 22:3 zinanipa moyo sana, ni ya kufariji. Mungu wa Israeli ndiye atakayetufariji sisi sote tulio hapa. Asanteni. Nawasalimu katika jina la Yesu. Na mimi ni Fides Ngolo. Mimi hapa ni kwangu hapa. Ni kwa huyu alio mtoto wetu aliokufa, huyu ni mtoto wetu aliokufa. Babake namuita shemegi na mamake ni mrio hapo. Sasa kwa hivyo natoa rambirambi zangu, pole Mriwa, pole watoto wangu, nyote nimewafariji kwa ajili ya mtoto wetu kutoacha, lakini Mungu ni mwema. Mungu ndiye anaweza yote. Tukisema tunaumia hatutafaulu. Ni kuomba tu, manake sote tuko safarini. Kwa hivyo Mungu awabariki. Master of ceremony kwa familia ya mwenda zake, mama yetu Mama Timina, ukoo wa mwenda zake, watumishi wa Mungu, maafisa wa serikali mbalimbali mliojumuika nasi siku ya leo, wakazi wa kijiji cha Majengo, Madupe na Mwamuku, wananchi mliotoka sehemu mbalimbali, waombolezaji mliotoka sehemu mbalimbali mbali na karibu, nachukua fursa hii kuwasalimia. Habari ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama mlivyosikia kutoka kwa mlinda sakafu, majina naitwa Elisha Mwakazi na mimi ni Senior Assistant Chief kata ndogo hii ya Gazi Sublocation. Hivyo basi nachukua fursa hii kuwakaribisha nyote mliotoka mbali na karibu kwa ajili ya harusi ya mpendwa ambaye alitutangulia mbele za haki. Na nitachukua fursa hii kutoa rambirambi zangu na kwa niaba ya ofisi na serikali kwa ujumla nikisema poleni. Mamangu mke wa marehemu pamoja na familia, mamangu Timina na wote ukoo wote wa Beningolo, Benigume hivi, poleni. Nasema poleni sana. Nimkane? Sawa. Nibeni mkano. Unajua hivi saa nyingine tumeingiana sana. Kwa saa nyingine unaweza teleza ukasikia umeruka makushini. So poleni sana, tumejumuika pamoja siku ya leo kwa ajili ya harusi ya mpendwa wetu. Na labda nitachukua muda kidogo nielezee kuhusu mwenda zake. Na alitekeleza kazi yake pale kwa chuo kikuu cha mafunzo cha Administration Training College pale Mbakasi. Na nakumbuka mwaka moja nilipitia mikononi mwake. Ilikuwa ni mwaka wa 2007 ambaye mimi nikiwa naibu wa chief niko na 1 year old katika service. Tulipelekwa training pale Mbakasi. Na wakati huo marehemu alijivunia sana, maana alinikaribisha pale. Aliambia wenzake, huyu ni chief wangu ndio huyu. Hebu njooni msalimie chifu yangu. Na wakati huo alinitia moyo, maana pale palikuwa ni mahali ambapo ukiingia hivi unasikia mwili wako wote unasisimuka. Akaniambia, ndugu yangu, usijali, hapa umekuja kunolewa tu na utakaa sana. Ndani ya mwezi mmoja utakuwa umeiva na tutakurudisha huko kwa sublocation yako wewe ukatekeleze wajibu wako. Na nilifurahia, maana nilipata moyo. Unajua ukienda mahali pa ugeni alafu unakumbana watu wamejaa takribani karibu watu 7,000. So upate mtu wako ambaye atakushia moyo, unafurahi jamani. So marehemu alinitia moyo sana. Na tukapambana na hiyo course mpaka tukamaliza tukahitimu. So hata mimi nitasema ni pigo kwangu na pia kwa serikali na pia sote sisi familia na wale wote waliofikwa na msiba huu, nasema poleni sana. Tujumuike pamoja katika safari harusi ya mwenda zake. So
yangu yalikuwa ni hayo tu, na labda chairman wangu na mzee wangu wa mtaa wajasema hapa ni wapi. Hii kijiji ni ya Majengo, hapa mliko ni Majengo, kwa hivyo karibuni Majengo. Na tena hapa ni kwa beni yao, hapa ni kwa mjomba huyu mzee mjomba Rubin ndio wetu, kama vile nilivyosema, yeye ndio amebakia mjomba wetu wa mwisho. Sawa sawa, so tushirikiane pamoja kwa harusi yetu ya ndugu yetu hiyo ya kufana. Asanteni na Mwenyezi Mungu atubariki. Wetu tumpe kofi lake moja. Kwa heshima na taadhima kuu, nataka nimwalike MCA wetu ambaye yuko miongoni mwetu, naye aseme jambo kwa kifupi. Nataka nikushukuru kwa kazi hii ngumu unafanya, Mungu akubariki sana. Basi kwa waombolezaji wote ambao wako hapa, familia, nataka nitoe pole zangu za kipekee hasa kwa dada yangu Timina. Mwandu Timina, pole sana. Mwandu Timina, Mungu akupe nguvu na Mungu akupe afya ili uweze kusimama wakati huu ambao ni mgumu sana. Waombolezaji, nataka kumshukuru vile mmejitokeza, vile mmekuja. Hatukutarajia mnaweza kututembelea vile mmekuja. Tumeleta viti mara ya kwanza, kaleta viti mara ya pili, havitoshi, hata mara ya tatu havitoshi. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, kama vile tumesikia na tumeambiwa na tumekuwa uondi. Wakati huu wakati wa mvua, tunataka tumalize mapema na tuondoke mapema. Maafisa wetu wa serikali, nataka kumshukuru. Kazi mmefanya ni kubwa. Tangu jana, tangu juzi, tangu tumempoteza mtoto wetu huyu. Mengine hatungeweza maafisa wetu kama si nyinyi. Mmeshika mkono kwa dhati na Mungu ambariki sana. Mkirudi pale mwambie wakubwa wenu tumeshukuru sana. Na Mungu azidi kuwabariki. Mmetufanyia kazi kubwa kabisa. Niko na mke wangu hapa, dada Nancy, kwa sababu ya wakati na hali ya hewa, naomba tu usimame upunge mkono. Asante sana. Bwana mwalale mana. Bwana Yesu asifiwe sote. Basi Mami Timina, hai sana, pamoja na watoto wako na familia yote, ninasema poleni. Poleni afisa wetu wa polisi kwa kumpoteza mwenzenu, na sisi wote ambao tumekuja kuungana na familia hii na ura hai bosi. Mungu atusaidie, Mungu atie nguvu. Tuko na huzuni. Nimeona pia watu wengi wa kutoka Kaloleni, niseme pia poleni kwenu, karibuni hapa kwetu. Mkuje siku nyingine ambao watu na msiba uje mtembelee. Kwa hivyo mimi sina mengi, niseme Mami tuko na wewe, watoto wako, tutaendelea kuombea Mungu. Najua sote tutatoka hapa, lakini tutaacha Mungu azidi kwa fariji. Asante sana. Msalimu katika jina la Bwana. Poleni sana mama yangu leo hata mtoto wako Mama Timina, pamoja na familia yetu yote, poleni sana. Nina mgwawe mkamene kane kainane kamsunga kwa mtu watu na mara baranzi sana hali. Hata kama namsimamia mheshimiwa mbunge wetu wa Voi, lakini pia mimi ndiyo hapa nyumbani. Poleni sana familia yote kutoka Mamungu Msarangu. Pole sana pamoja na dada zako. Mungu awape nguvu wakati mgumu. Kwa hiyo tunaanza kusikia uchungu sana kuacha na watoto wetu wadogo. Na kuacha na watoto wetu wadogo tunasikia uchungu sana. Maana sisi ndio tumekuwa wazee, anaweza akatuzika. Lakini sasa kiasi tunaacha na watoto wetu, tunasikia mbaya kwanza mimi. Lakini kazi ya Mungu haina makosa. Poleni sana wananchi wote, mmemkaribisha katika jina la Bwana. Mkaribu mkae huru kwa kila ambapo kwa kila hali mpaka mbele kazi ya mwanao. Kwa hiyo matenda mengi Mungu asimie, lakini sana ndio na mbaka mheshimiwa mbunge wa Voi. Angekuwa yuko hapa, lakini kwa sababu zisizowezekana, lakini angekuwa yuko hapa. Lakini amemtuma mchango wake. Ameniambia mama pole sana, na mama mjane wewe hata na mume wako. Maisha lazima ataendelea.
hata kama bwana ameenda, hata sisi tuliacha tukiwa hivyo hivyo, lakini maisha yakaendelea na sasa tuko hapa. Hata kama mnaacha na watoto, Mungu atawaangalia na watalea na watakuwa vizuri, watasoma, watakula, watakunywa. Mungu hivi anaanza kufungua mlango wake. Wakati mlango umefungwa mwingine, Mungu anafungua mlango wake. Pole sana mamangu, Mungu akubariki. Mungu msaidie kanisa kwa tumbi sana. Pia ningependa kutoa rambirambi za mama yetu Aika, hatuko naye hapa karibu kwa safari kidogo. Lakini angekuwa yuko hapa pia, lakini kwa hali si hali amempa pole. Asante. Unajua waheshimiwa mpaka wapate wakilishi hapa mashinani. Basi nikiwa nimesimama hapa na mwakilisha Senator Mwaruma, na najua kwamba alipitisha rambirambi zake akiwa pale Voi, sababu dada yangu ni kiongozi pale Voi. Kwa hivyo nasimama hapa nikitoa rambirambi zake kwa niaba yake. Jamii Mkame, viongozi walioko, Mheshimiwa Mlolwa na Mheshimiwa Solomon na wengineo ambao sijawaona, waombolezaji wenzangu na wasalimu wote katika jina la Bwana. Amen. Wanakosa wa mzee. Mkomana. Aya ni sana bakundo acha ibati imeni idi mbara idi ulfitri obodeka ofu. Nakomsa daka la mzibe. Ntabe hapo hii. Omo kwa bonana na mwangu ona. Lakini ngamba mambo bwana to chawea ikikuse kwa namba usaka, si ndio? Na digije saba kitina. Wanokaso. Wanokane. Aya sana. Mwashao Madoka alizaliwa tarehe 11 mwezi wa 12 1977 katika kijiji cha Kariakoo Voi. Ni mtoto wa marehemu Othniel Madoka na Timina Madoka. Ni ndugie Sala Zale Madoka, Gabriel Mbogo Madoka, Joel Madoka, Alice Madoka na Solomon Madoka na Francis Mogo. Masomo. Marehemu Ronald Mwashao Madoka alijiunga na masomo ya msingi ya Kalela mwaka wa 1984 na kumaliza darasa la 8 mwaka wa 1993. Mwaka wa 1997 alimaliza shule ya upili ya Mwangea. Kazi. Marehemu Ronald Mwashao Madoka aliajiriwa kama Administration Police Recruit Constable mwaka wa 2002 Novemba katika kituo cha Administration Police Training College Embakasi, Nairobi. Baada ya miezi 9 alifuzu na kubakia college kama mwalimu wa physical fitness. Baadaye alipata cheo cha corporal. Alihamishwa kutoka APTC na kupelekwa Senior Staff Training College Small Campus kama mwalimu alikofanya kazi hadi kifo chake. Aidha, alikuwa mwalimu shupavu aliyestahimili sana kwa kazi yake ya taekwondo na kuwa tajika kote chuoni. Alibahatika kupandishwa cheo tena na kuwa sergeant. Familia. Mwaka wa 1998 alijaliwa na mtoto kijana ambaye ni Brian Mondoe. Ndo mimi huyo. Sisi ndo Mondoe Brian. Ugonjwa. Marehemu Ronald Mwashao Madoka alianza kuugua mwaka wa 2025 mwezi wa 7. Alienda hospitali Kijabe kwa matibabu alipowekwa kwenye chumba cha ICU kwa mwezi mzima na nusu. Baada ya uchunguzi zaidi alibainika kuugua pneumonia. Alipata nafuu na akatolewa kwenye ICU na kuruhusiwa kurudi nyumbani. Akiwa nyumbani alienda hospitali ya Savo Hospital lakini hakupata nafuu. Akalazimika kupelekwa hospitali ya Jocham Mombasa kwa matibabu zaidi. Hali yake ilizidi kuwa mbaya. Akahamishwa katika hospitali ya Coast General Hospital ambayo ni kufika tarehe 9 mwezi wa 3 2026 mwendo wa saa 7 usiku. Mungu akampumzisha mwana aliyetupa Bwana ametoa jina lake libariki. Nataka tu tushukuru Mwenyezi Mungu, manake Mungu ndo amefanya. Sawa sawa. Na la pili, nataka pia familia mama yangu kwenda nguvu, ndugu zangu kwenda nguvu. Kwa majina naitwa Joel Mkoji Madoka. Niko kwa kiango pia. Nashukuru pia sana Administration Police
Hao ni mandugu zangu. Mimi niko kwa KDF. Protocols ni mingi, lakini niko na mambo mingi. Nikianza kusema nitasema tuko kwa siasa. Nazalia na watu walie. Ndugu yangu amelala hapa. Is very close to me. Ndugu yangu wa maana. Watu wamesema kwamba walifunzwa sijui taekwondo, karate. Alinifunza mimi nikaandikwa jeshi. Sawa sawa. So mwenye amepumzika hapa pia mimi niko hivyo. Hello. Huwa najua mjui huwa nini. Huwa sikuwa. Sawa sawa. Naambia niko na mambo mingi. Huwa I understand, acknowledge. So mimi nina acknowledge kwamba ndugu yangu amepumzika na ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini niko na mambo mengi. Mungu awabariki na mtusamehe. Akubariki pia. Na naomba ndugu yangu apumzike kwa amani. Kwa niaba ya family, take heart. Mama yangu Mary Mao, take heart. Mungu ako nasi. Asante sana. Tuongee sana. Mingi Mwenyezi Mungu anajua. Mimi ndio nawakilisha familia yetu hii ya Gabrieli. Mimi ndio nimeacha mkubwa. Mkubwa wangu wengine wote wameenda. Sasa huyu mtoto wake aliyelala ndio tulifuatana na yeye, ni mdogo wangu. Kwa hivyo kwa niaba ya family tunasema asanteni sana kwa kutujia na karibuni sana wageni wetu ambao tunawaona hapo. Naona wageni wangu pale, namuona headmaster alikuwa Kenyatta High School pamoja na mama Emily, karibuni sana, na wale wengine ambao siwezi kuwataja, lakini nashukuru kwa ujio wenu. Tumefurahi sana na tunawaambia karibuni tena na tena. Tumesikia tu yani kububujika na machozi kwa ajili ya kuachwa na kijana wao wetu, lakini Mungu amemchukua kwa wakati wake. Sisi tulimpenda, lakini Mungu anampenda zaidi. Hayo wangu machache. Wakristo wote nimewasalimu na Waislamu, salamu alaykum. Sasa nasimama kwa niaba ya my sister ama my dad, the late Ronald Mwashao. Mwenye amelala hapa ni kijana wa my sister, first born wetu. Ngaje babangu alikuwa na wanawake tuta. Sasa wa kwanza alikuwa kwa mama ya Timina. Lakini nafikiri pia kuna sister ya Timina mahali hapa, Elizabeth Wanyika. Alafu pia sisi upande wa mama yetu tuko karibu wote. Sasa nashukuru kwa sababu haya ni mazito. Tumekuwa na mengine the last week. The same sister. So Timina amepata matatizo, pia sisi tumepata matatizo kwa sababu mwenye tumezika juzi Mungu kwa wale walikuwa bado ni Ronald Mwashao. Na unaona Mwashao mwenyewe alienda na huyu mwingine ameenda na sasa tena huyu ameenda. Sasa sisi tunaomba maombi kwa sababu kweli ni kipindi kigumu kwa wale wanaelewa. Ni mazito na sitaki kuendelea sana maana nitachosha watu. Na mimi pia si mwanasiasa, lakini nashukuru kwa kila mmoja amefika mahali hapa. Tuomboleze wote. Najua kuna classmates wengi pia ninawakaribisha mahali hapa. Ngawaje ni mahali kwa majonzi, lakini tunaambiwa tukose kwenda nyumba ya wanaolia. Tuende tu. Asanteni sana. Tunaambiwa kama sio mimi hangekuwa mahali yuko. Utaniona pengine mkuu natege hivi, lakini kujaribu uone. Yaani ukweli wa mambo ni kwamba mimi pia alinipatia moyo. Wakati ambaye alipoingia jeshi aniletea nguo zile za taekwondo, manake zangu zilikuwa zimezeeka, na mara nyingi alikuwa akipata kitabu kizuri ananiletea. Kwa hivyo naomba Mungu mahali yuko aweke moyo wake mazuri na huyo ambaye anazungumza anakumbuka zile round za mbio nilikuwa nikimpatia. Kwa hivyo yeye pia naomba afuate hiyo ya Mwashao. Asante. Hautatingisika hata japo majaribu. Wamtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni, japo upepo na dhoruba bali wamejengwa juu yake. Wamtumaini Bwana hawatatikisika.
kwani wamejengwa juu yake. Mtumaini hawatatikiswa kamwe, ijapo upepo na dhoruba, kwani wamejengwa juu yake. Mwamba ni Yesu, mwamba ni Yesu, mwamba ni Yesu, mwamba ni Yesu, Nataka kwanza ni apologize, tumechelewa kwa sababu ya shughuli tu za kikazi, lakini mimi nimetumwa na Mheshimiwa Gavana Andrew Mwadime wa Kujaa, ameshindwa kufika, lakini akaniambia nikifika hapa niwape pole. Mami Mary Madoka, pole sana. Mheshimiwa Gavana angependa sana kuja hapa lakini ameshikika, lakini ameniambia nikifika nikuambie pole sana, na watu wote wa Gazi hapa mheshimiwa amesema poleni sana. Nataka tu niseme hivi kwamba ni shughuli tu, angependa sana, ameniambia tu ningekuja huko lakini ameshindwa, lakini amesema yuko pamoja na familia na kijiji chote cha Gazi. Mimi pia nasema poleni sana kwa niaba yangu na familia yangu, na Mungu wa mbinguni ambaye anaweza na anaganga mioyo, wacha agange mioyo yenu, familia yote na mami na familia yote. Naomba nifikie tu hapo kwa sababu ya muda. Mungu awafariji. Amen. La 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 vema masha la 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 vema kazi la 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 vema ampezi sisi twakupe
familia, marafiki wa marehemu Mwashao, wafanyikazi wenzake, wanakijiji wa kazi na Mborolo yote. Hamjambo. Poleni sana. Majina naitwa Nzioki Jones Makao. I'm the sub-county AP commander boy. Nimekaa hapa kama miaka miwili. Na huyu marehemu ambaye mnamuona hapa alikuwa rafiki yangu sana. Tulijuana akiwa APTC, akiwa mwalimu wa physical training. Alikuwa officer, alikuwa anajitolea sana kwa kazi. Hakuwa na shida yoyote na wafanyikazi wenzake, wala hakuna malalamishi tushapata juu yake. Tumepoteza officer wa maana sana, lakini Mungu ndiye anajua. Wazazi wa Leonard Mandoka, mandugu zake, kijana wake, masista, wahubiri, watu wa area ya Ganzi, nataka kuwasalimia katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena? Mimi kwa jina naitwa Isaac Zomo, Senior Superintendent of Police and the Deputy Commandant National Police Senior Staff College ya mahali tulikuwa tunafunza na kijana yenu. Kidogo tu ningetaka kuwajulisha kuhusu huyu kijana ambaye amepumzika, na niwaeleze ni kwa nini namuita kijana. Mimi nilikuwa mwalimu yake wakati aliandikwa. Nilipata nikiwa mwalimu na nikamfunza. He was very disciplined officer. Very. Beside another thing, we have so many recruits ambayo wanakuja wakiwa na masomo na wanakuja hata wakijua vitu mingi, lakini ni wachache sana wanakujanga kama wametrain kama expert ya taekwondo. Huko pia tunafunza, lakini was very smart. At what declares kwamba yeye alikuwa na discipline. Sometimes watu wengi wanapenda kujionyesha sana. Kama unajua kitu, hata kabla utueleze, tushajua unajua. Kwa kutembea, kwa kujionyesha, kwa madaa, tunajua tayari kuna kitu unajua na unataka tujue kabla utueleze. Huyu alikuwa tofauti. Ni ofisa ambaye amunge kukosana kwake si rahisi, na sijawaiona. Mimi nimemfunza na yeye amenifunza zaidi ya mara 10. Mimi nimemfunza akiingia, lakini yeye amenifunza. And every time akikupeleka muende, kwa sababu physical exercise sile alikuwa na train, tunaanza saa 10, saa 9 asubuhi. Hizo ndio saa ya kuamka. Na akikupeleka unasikia akikumotivate, twende tu, afande usichoke, tutafika, twende. Unaenda unadhani unafikiria kuacha, lakini anakuambia amka hivi kidogo tu. Naye anaamka kila siku na achoki. Wale maofisa unaona wote wako hapa, wale watakuwa hapa, hakuna mwenye hajatrainiwa na Madoka. Sisi tulikuwa tunaita Madoka. Wote wenye wako hapa, hebu simameni juu kama hujatrainiwa. Kama umetrainiwa na Madoka, simama juu. Hao wote, asanteni. Hao wote amefunza. Amefunza mpaka huyu mchungaji. So kwenu unaweza kuwa mumujui, sisi tunamjua tangu mwaka aliandikwa 2002 mpaka wa leo. Hiyo ni miaka ngapi? Hiyo ni miaka 20 na miaka 23. Hii ni mwaka 24. Pengine nyinyi alikaa na walimu kidogo huko shule, sisi ndio tumeishi naye sana. So sisi ndio tuko na ushuhuda wake.
Nyinyi mlikuwa mnamuona anakuja, anarudi. Akikuja anawasalimia kidogo, anaenda kanisa, anarudi. Lakini sisi tulikuwa tunaishi naye asubuhi mpaka jioni. So sisi tunamjua. Na tukisema tunasema ya ukweli. Ile tuko iko ambaye tunajua. Na sisi uzuri yetu hatujui kudanganya. Mtu akiwa alikuwa mbaya, tunamwambia huyu tumemleta lakini alikuwa ametulemea. Lakini ukweli ni kwamba huyu sisi tumepoteza na tunajua mama yetu alipoteza. Mandugu zake walipoteza. Na alipenda huyo ndugu yake sana. Mimi nilikuwa simjui, nimemjua leo. Lakini kila wakati nilikuwa nasema huyo ndugu yake. Anamtaja. Kuna siri nyingi sana anajua. Sisi hatujui. Huyu anajua. Mama ukitaka kujua siri nyingi iko kwa huyu. Ndivyo kwenye amesema hako na maneno ni kweli. Juu alikuwa anataja ndugu yake. Na alimpenda sana. Mungu amweke na amlase mahali pema peponi. Nimetumwa kuja kuwakilisha. Tuko na commandant anaitwa Erita Wesaya. Amenituma nilete rambirambi zake na nikuje niwasalimie. Mmepokea salamu? Aliniambia niwasalimie kwa sababu aliitwa kasi kwa ghafla na alikuwa amejulisha mama mzazi wa Ronald Madoka. Kamwambia hatafika na mimi nitakuwa nimefika. Na tulikuwa tumepatana. Tumejaribu kushughulika mahali tunaweza. Kwa vyovyote vile tungeweza kufanya kama binadamu duniani. Sisi tulifanya. Lakini ile imefanyika sasa ni ya Mungu. Na hapo hatuna lawama. So poleni sana kwa wenye mmesimama hapa. Poleni sana kwa wenye mmekuja. Nyinyi mmepoteza na sisi pia tumepoteza na serikali imepoteza. Naomba mniruhusu nikiwa nimesema hayo, naomba mniruhusu niweze kuintroduce wale tumekuja hapa. Niweze kusoma ile report nimepewa na Deputy Inspector General Mr. Masengeli. Utaniruhusu? Haya, naomba Mr. Makau na your team. Officers wote kujeni hapa. Kama wewe ni ofisa, kujeni. Kita ni hapa pande hii. Kama wewe ni ofisa kujeni. Songeni huko karibu na mimi. Nimeitana mahali niko si mahali huko. Uzuri yetu sisi tunafuata hapa. Takuona watu nyuma yangu nisongeni. Msonge huku. Hawa ndio ofisa ambaye tumekuja na wao kwa shughuli. Post General kama marehemu akawa ametuacha, I can attest zenye umepitia si rahisi. Pole sana, Mungu akupe nguvu na utaweza kuyashinda haya majaribu. Asante sana. Wacha Sergeant mwenzake pia aongee. Hello. Good morning. Mimi naitwa Sergeant Ndurugu. Kulingana na hii ratiba, nimeona huyu marehemu ni miaka yangu. Tumesaliwa the same time. Labda masiku tu. Lakini mimi niliandikwa 2001. Nikaanza GSU. Nikakaa kama 18 years. Nikaletwa police. Saa hii niko hapa Voi. Nafanya na highway patrol. Nimesikia mtoto wake amesaliwa 2008. Is it? 98. Alipata mtoto mbele yangu. Hata na shida alipata mapema na wewe. Thank you very much. Asante sana. Kuna sergeant ambaye pia wamefanya hiyo kazi ya training pamoja at the same faculty. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Elizabeth Kaemba. Ndugu yetu Madoka alinifundisha
Tumekuwa na yeye, alinimotivate mpaka nikakuwa kwa hiyo klasi yake ya taekwondo. Amenimotivate mpaka nikakuwa mwalimu wa physical fitness. Tulianza na yeye Embakasi, nikampata akiwa mwalimu, nikabaki kama mwalimu, na mpaka sasa hii tukaendelea pia kuwa mwalimu katika chuo hiki cha Emali, na Mungu akaona mchukue, na sasa sisi ndio tumepoteza mwalimu, lakini yote ni ya Mungu. Mungu awabariki na awafariji. Asanteni. Na kila wakati. Kwa majina naitwa Kasisi Anthony Wanjohi, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kwa familia ningependa kuwapa pole zangu. Ni kweli wakati ambapo kifo kimeingia kina uchungu. Nikumbuka katika kitabu cha Yohana mlango wa 11 na mstari wa 35. Yesu mwenyewe aliposikia kwamba rafiki yake amekufa alilia. Bwana asifiwe. Kuonesha ya kwamba wakati ambapo mmoja wetu anapotuacha kuna ile hali ya huzuni. Ni kwa sababu kuna nafasi ambayo alikuwa amechukua katika maisha yetu. Lakini kile ambacho ningependa kuambia ni ya kwamba tutafute faraja kwake Mungu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu katika kitabu cha Waroma mlango wa 8, katika hali zote ambazo mnapitia, hata katika wakati huu ambao mnapitia wakati mgumu, jua ya kwamba Mungu yungali pamoja nanyi. Kwa hivyo tafuteni faraja kutoka kwake, ni kwa sababu yeye ndiye mfariji wa kweli ambaye anaweza kuwafuta machozi na wape nguvu wakati huu. Asante. Vile mmesikia, Catechist Polycarp Shabani, National Police College Emali Campus chaplain. Nimekuwa on the ground immediately tulipata ripoti kupitia ofisi ya Deputy Commandant na Commandant, nilitumwa ground. Ndio nimekuwa ground kuanzia last week Wednesday. Hizo pilika zote, nashukuru familia na my brothers hapa tumesukumana, lakini vitu zimetembea. Dadi yangu pale tumekuwa na mikutano mingi kuhakikisha hii shughuli imefanyika vyema. So nimekuwa ground, sita kusema mingi, na pia nashukuru nafasi ya mkubwa wetu na kuweza kumtuma mapema kuhakikisha mpangilio umetembea salama. Thank you very much sir, na poleni sana familia. Ambaye tumepewa au wamepewa kazi ya kutuhubiria tuokoke, tuachane na madhambi, tuende mbinguni. Lakini wakati Yesu alikufa akasikwa, wenye aliachwa akichunga hiyo kaburi ni nani? Ni sisi. Na akifufuka sisi ndio tuliona wa kwanza, hivi ndio. Kwa sababu tulikuwa hapo tukichunga. Hivi ndio tuliona wa kwanza. Kwa hiyo tuko na kazi ngumu, wakati jimbo lala sisi tuko tunaangalia. Nataka kushukuru Sub County Deputy Commander Mr. Makau. Makau tuliandikwa na yeye siku moja. Na nataka kushukuru yeye kwa sababu wakati tulituma sisi kuna mipangilio huwa tumepangika. Hatuwezi toka huko tukuje kupangia mambo hapa na yeye hapa. Yeye ndiye anachukua jukumu, akashughulika mipango yote, yeye ni kutueleza hii imefika hapa na si ati anapenda kwa kujitolea, ni amri. Unajua kuna tofauti ya ningetaka kwenda ama nikafikiria. Hii ni amri, enda huko jua ni nini hakuna, iweko mara moja. So ilifanyika na Makau, thank you very much with your team and that preparations ambaye mlifanya. Mungu awabariki sana. Sisi askari nimesema tumepangika sana. Hata mungekataa kuchimba ile tungechimba. Mkikataa kununua tunanunua tu. Kila kitu tu tunaweza fanya. Ni ile tunapenda pia kwa sababu tuko na nyinyi kama wetu na sisi ni nyinyi. Nyinyi ni sisi na sisi ni nyinyi. Si kweli? Hatuwezi fanya bila nyinyi na nyinyi hamwezi fanya bila sisi. Ndio sababu tunajadiliana, tunashirikiana, tunafanya pamoja kwa kuelewana. Na mimi nataka kushukuru hii community hapa because tumekubaliana, tumesaidiana, tumechangia mpaka saa hii tunasindikisha ndugu yetu. So kwa kila mtu ambaye yako hapa nimewapatia shukrani mingi. Mungu awabariki. Na mahali mama Madoka, mahali utakuwa, kwa sababu uko na simu zetu sasa, mahali utahitaji kitu yote kuhusika na kijana wako, sisi tuko. Ukipiga simu tunakungaidi. Kama hata hakuna njia tunakueleza njia ndio hii, tunapita hapa. Kila kitu yote itakuwa.
itafaulu. Ndugu yake anajua. So kwa hayo mengi, asanteni sana. I now want to read the eulogy of condolences from Deputy Inspector General, na mtanisamea nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. Sawa? Na tafsiri itakuwa tu venye iko, alafu nikimaliza na stahili kuanda kwa Mama Lona Madoka. Hii ndio evidence ya kwamba tulifika hapa. Okay. And Administration Police Service. Message of condolences by the Gilbert Masengeli, CBS OGW SS, the Deputy Inspector General of the Administration Police Service, for the late personal number 2002 056748 Sergeant Leonard Mwashao Madoka, who passed away on 9th March 2026. It is with profound sorrow that I receive the news of passing of Sergeant Leonard Mwashao Madoka on 9th March 2026. Today we gather not only to mourn, but also to honor the life and service of gallant officer who stood firmly in line of duty. On behalf of the Administration Police Service and the entire National Police Service, I extend my deepest condolences to the bereaved family, relative, colleagues, and his community. Your loss is our loss. The nation has been deprived and committed son, and the service has lost a promising officer. Sergeant Leonard Mwashao was born on 11th December 1977 and joined the Administration Police Service on 4th March 2002. The late Leonard served in the following stations prior to his demise: Administration Police Training College, APTC, Murang'a, Marsabit Count, and later transferred to National Police Service Senior Staff College, Emali, where he met his untimely death. Sergeant Leonard Mwashao has left a mark of professionalism, discipline, and dedication. He was respected by his seniors, trusted by his peers, and cherished by his community. His conduct spoke of an officer who understood the noble call to safeguard life, property, and peace. In him we saw the future of our service, built on loyalty, courage, and sacrifice. As we lay him to rest, let us not only grieve, but also celebrate the legacy he leaves behind. His life reminds us that service to the nation often demands the highest price, and those who answer that call deserve our utmost respect and honor. May the Almighty grant his family and colleagues strength to endure his difficult moments, and may Sergeant Leonard Mwashao rest in eternal peace, knowing that he served his country with honor and left indelible marks on Administration Police Service. By Gilbert Masengeli, CBS OGW SS means Silver Star, Deputy Inspector General and Administration Police Service. Thank you very much. That is now the condolences from the Deputy Inspector General. I would kindly request the family, the mother and the brothers and the son, to come and receive this message of condolences. Kati hiyo, naomba tu ukieleza songa kidogo, jaribu usonge, ndio tuweze kufanya ile ratiba ambayo tunapeana heshima ya mwisho ya ndugu yetu, alafu isiletee mtu shida. Kama unasikia wewe unakuanga na shida, songa tu mbali kidogo, alafu wewe sikiza. Sawa sawa. Kwa hayo mengi, asante sana MC. Thank you very much. Tutakuja baadaye. Asante. Ni salama rohoni mwangu, nionapo amani kama shwari.
Tukikimbilia wewe, kila kitu kinaposhwa. Hakuna aliyekukimbilia alipata kuaibika.
hata sasa tunakukimbilia, twajua hatutarudika. Tunakukimbilia kwa sababu ya msiba huu. Bwana, ni mzito sana, sio mwepesi hata kidogo. Tumeshindwa, tumelemewa, lakini kwako nguvu zote zinatoka, za mwili na hata za rohoni. Ugangae majeraha ya moyo. Yesu, kubali kuomba kwetu kwamba ukashuke na uwepo wako ili ukaguse mioyo yetu, hasa familia hii. Wakati huu pia tunakuinulia dhabihu hii, tunakuinulia kwako ye Bwana, ni kilio cha watoto wako Bwana. Tunaomba kwamba kupitia sadaka hii lete faraja katikati ya watoto wako. Kupitia sadaka hii Bwana ukapate kubariki watoto wako, kuwainua na kuwatia nguvu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu asifiwe. Kwa majina ninafahamika kama Reverend Meja Zakaria Kida. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Najua officers mkiasikia nimetaja Meja, wengine wanaanza kutaka kusimama wapige saluti, na ni kweli inastahili kabisa. Ama namna gani? Maana mimi mmoja ni Sergeant Meja. Ama namna gani? Alafu bahati mbaya nyote mkipatiwa vyeo haviingii kwa kitambulisho, lakini cheo changu kiliingia pako kwa kitambulisho. Kasisi anashtuka, anasema how possible umevaa kola? Ama namna gani? Nataka kuambia kwamba Mungu ni wa ajabu sana. Maana kama ni kuivuta bangi nimeivuta vizuri. Kama ni kuiuza nimeiuza paka shuleni. Unajua niko hapa na colleague ambaye tumesoma naye shule moja. Hebu naomba usimame ndugu yangu. Hata mimi pia naamini. Bwana asifiwe. Huyo tumekuwa darasa moja. So story zangu zote anazijua. Na nimekuwa nikiuza bangi paka shuleni. Lakini Bwana mwema akakutana na mimi tena wakati nimemaliza tu form 4. Akasema umefanya sasa, imefika mwisho, anza mwanzo mpya. Na leo ndio huyu ambaye kwamba ni mtumishi wa Bwana, ninamtumikia Bwana kanisa Anglikana hapa Kaloleni. Bwana asifiwe sana. Familia hii nazidi kusema pole. Unajua sasa mimi nimesema pole kuanzia msiba umeanza mpaka leo nasema pole. Sijui kama kuna neno lingine tofauti na pole na jipe moyo, sijui kama kuna lingine za kulizungumza. Niseme tu jipeni moyo. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu ni Mungu ambaye kwamba anatuwezesha. Hata kama wakati mwingine mambo ni magumu na mazito sana, anatuwezesha. Hakuna siku ameacha walio wake. Hakuna siku. Na hata weka historia kwa ajili ya familia hii. Aliyelala hapa, wajua mimi nilikuwa nikienda na mlazimisha hata kama yuko kitandani anipigie saluti, maana mimi ni Meja na yeye ni Sergeant. Na siku ya mwisho kabisa nilikuwa nimemtembelea just a week kabla hajaweza kuzidiwa. For the first time baada ya kukaa muda mrefu bila smile, alipoona Meja ameingia, hata kama hawezi kunyanyua mkono kunipigia saluti, lakini akanipigia ya uso na akanishika mkono, tukacheka. Angalau hiyo siku akakubali kunywa uji kirahisi tu, na nikamwacha wakiwa wanaendelea kwa baada ya kuwaombea. Hatukufahamu kwamba haya ndio atakuja fanya nini kutokea. Nilipoenda pale nilikuwa nakemea kifo kabisa. Kifo hakuna. Hawezi ondoa junior wangu wakati mimi ni senior kwake. Hakuna kifo kuja hapa. Lakini sasa wakati wa Mungu kishafika. Hauna rikaa, tokea ujana wake hajapatwa na jambo lolote ambalo limeondoa ile hali yake ya mwanzo. Unajua katika maisha kuna majira matatu kwenye maisha ya kila mtu. Majira ya kwanza sio yale ya kuzaliwa, yangu ni tofauti. Majira ya kwanza baada ya kuzaliwa, kuna majira huwa yanakuaga ni ya furaha. Ama namna gani? Na kila mmoja anajiona kwamba ana amani, ametulia, anasikia kuendelea kufurahia na kucheka na kuimba. Hayo majira yapo. Ama namna gani? Lakini majira ya pili ambayo yako kwenye maisha ni majira ambayo kwamba yanakaa hapo ya kuchanganyikiwa. Hauelewi una furaha, hauelewi kwamba una nini, huzuni. Yaani uko hapo, hata ukiulizwa habari yako unashindwa kueleza exactly useme nini. Maana kama ni huzuni huko umechanganyika na furaha hii ipo. Yaani niko tu hapo kwenye utulivu. Mahali nimetulia tu, siwezi kusema kwamba nina furaha sana, siwezi kusema nina huzuni sana.
Lakini kuna majira ya tatu, na kila mmoja chini ya jua lazima ayapitie. Ni majira sasa ya kuhuzunika. Hao majira hata ufanyeje chini ya jua, lazima kila mmoja atayapitia. Ukiangalia katika maneno ambao aliyoandika Mhubiri mlango wa 3, alizungumza kwa habari ya nini? Majira. Na nikafurahishwa, kumbe hata kuna majira ya kuua. Na kukata mboga, moja ukikata mboga pia umeiua. Ama si umeiua? Inaendelea na maisha, umeiua. Yaani kuna majira ambao yapo hapo. Majira mengine ni ya kuinuliwa mioyo, na majira mengine moyo wako lazima usumbuke, lazima ulie, lazima uumie. Na hayo majira watu wengi hatuyapendi, hata mimi na wewe hatuyapendi. Lakini wacha niwaambie hivi, katika majira hayo nipo mara nyingi sana Mungu hutengeneza mtu wa maana wakati huo wa uchungu. Ili useme Mungu ni mponyaji, uliugua hukuugua. Ili useme Mungu ni mtetezi, alifanya nini mpaka ndo ili useme Mungu ni mwezeshaji, na maana kuna mahali ulishindwa ama namna gani? So haya ndiyo majira watu hawayapendi, lakini ndiyo majira yanayotengeneza watu wa maana na watu wa msingi sana. Ama namna gani? Sio majira mazuri. Yule ambaye hajapita kwenye training hawezi elewa. Ama namna gani? Lakini si ndio yametengeneza mwashao? Ama mpaka leo tunamsifu, nafikiria ni kwa sababu gani? Alitengenezwa na hayo majira. Alienda akatengenezwa, akaroli vizuri. Ama namna gani? Akarushwa chura, akafanywa kila kitu, alafu yakamtengeneza. Akawa leo tuna sifa zake kwamba huyu ni mtu wa kipekee, wa kipekee. Sasa Moabu, maandiko yanasema hivi kwamba Moabu tokea kuishi kwake alihifadhi ladha yake, wala ladha yake haikuondoka. Ina maana kwamba alienjoy maisha, wala hakuwahi kupitia dhiki yoyote. Na akafika mahali, si ajabu akatoa ushuhuda, akasema hakika mimi ni mmoja katika watu waliobahatika. Hatukupitia tabu wala shida, wala hatukulia. Moabu alikuwa amestarehe. Moabu alikuwa amefika mahali amejiona amefika. Sawa sawa. Lakini maandiko yanasema mstari unaofuata ya kwamba hakumiminwa. Majira ya kumiminwa kutoka kwenye chombo kimoja kupelekwa kwenye chombo kingine, yani majira ya kubadilishiwa kurasa, majira ya kubadilishiwa historia, majira ya kubadilishiwa kutoka kwenye taabu kwenda kwenye furaha, ama furaha kwenda chapter mpya, yakawa lazima yampate Moabu. Na maandiko yanasema ya kwamba Moabu utatumaniwa watu watakao kumimina. Halo. Maana umekaa na ujana wako haujawahi kuhuzunika, lakini majira yanakuja kwamba sasa Moabu utalia, Moabu utahuzunika, Moabu utaumia. Haya ni majira Moabu lazima utengenezewe. Ama namna gani? Bwana asifiwe. Vikazwade, ni mtu ambie, ni kwa nini mnatushikaka mguu mmoja hivi alafu na wakati mwingine wananirusha? Kwani haujui kana kwamba mimi ni natakana amani? Oh, asante. Nimesikia huko amepiga kelele, wamesema ili utoe. Mtoto asipopitishwa hayo majira, nini kinachotokea? Ndio wale ambao tumesikia sahihi ukiambiwa kwamba jamani, kama hii vitu haikai vizuri kwako, toroka. Moyo wa mwanadamu wakati umekaa kwenye amani muda mrefu, sawa, ufika mahali utengeneza mazoea mabaya, na wakati unapoingia katika kipindi cha chapter mpya unatatizika, unasumbuka. Ama namna gani?
Sasa Moabu ikafika kipindi chake cha kumiminwa. Sasa kikawa kimefika. Akatumaniwa watu watakao mmimina. Sasa wapendwa katika Bwana, sijui wewe umemiminwa ukafika wapi? Hebu geukia jirani yako, unaweza kumwangalia tu, umuulize umemiminwa ukafikia wapi? Maana kama haujamiminwa, uelewe kabisa majira ya kumiminwa yapo. Nanielewa? Ujue kabisa majira ya kumiminwa yapo. Majira ya kuumia yapo. Utakuwa na mfukumi yako kwa M-Pesa, umesave, alafu unaambiwa umewin. Tuma hii kodi, fanya hivi, M-Pesa zero balance. Ama namna gani? Ukishakuta zero balance na hakuna kureverse, unafanyaje? Unasikia moyo unafanya nini? Unapasuka, unauma. Ukitembea kwa kila mmoja na msimulia nakuzera. Yaani alfukumi yangu yote imeenda hivi. Unaanza kulani watu ambao hata huwajui kwamba yuko hai ama amekufa, lakini unang'ang'ana kulani maana M-Pesa zero balance. Majira ya kumimina. Ama namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninyi wengine hamkuzaliwa mahali kuna ng'ombe. Sisi tulizaliwa mahali kuna ng'ombe tukachunga sana. Wangapi wajua Kikuyu? Kwa ishara tu ya mkono. Kishere, kishekele. Wajua kishekele kuna tofauti ya kibuyu na kishere. Yaani vitu vile muelewe. Kuna ile ilikuwa ya kuchotea maji, kujaza kwa mtungi, na kuna ile ilikuwa ya kuhifadhi maziwa. Ndio kishekele. Aya, asante. Hiyo. Wajua mimi si mtaita. Hasa nyanya wakawa wana tabia ya kuweka nini? Maziwa kwenye nini? Kwenye kishekele. Hata wakati wamezoea hivyo, wajua majira ya dunia yanabadilika. Wakati huu jua, wakati huu mvua. Kama hivi sasa tunataka kuharakisha maana mvua inakuja. Sawa? Hata wakati wa jua ukaja, ng'ombe maziwa yanakatika. Si ndio? Yanapungua. Hata wakati majira haya yamekuja, ng'ombe wamepunguza maziwa, vile vibuyu havinaga maziwa. Sasa nyanya akaamua kukiacha huko. Alipokiacha, kumbe kilianguka. Kilipoanguka, maana jua nilikali, hari imekuwa kubwa. Nyoka na yeye ametoka huko msituni, anatafuta mahali pa kujificha kwenye ubaridi. Kuja akaona shimo. Akajua ile shimo liko salama. Akaingia. Alipoingia, akatulia zake kule. Na akawa tu ananyonya, anakula yale maziwa pale na lamba pale, anasikia raha. Haya, imefika majira mvua imekuja. Maziwa lazima kuna yale yamebaki ya kuweza kufanya nini? Kuweka kwenye kibuyu. Nyanya amekuta kibuyu kiko wazi, akashika kibuyu chake, akishikilia akisikia kizito kidogo, akasema kumbe kilikuwa na maziwa kidogo. Akajazia mengine. Anakujazia mengine. Tena yakuja kujazia mengine, hivyo. Sasa imefika mahali leo watoto wametoka shuleni, wanakuja nyumbani wapate lunchi. Hasa chakula yakapika haraka, mboga siwezi kupata kwa haraka. Unakimbilia kishekele. Akashika kishekele chake kawaida, akaanza kukipiga. Wale ambao hawajui kwa kinashikiliwa hapa hivi. Akaanza kukipiga. Twende. Tena. Ili atengeneze maziwa, angalau yatoke maziwa na mafuta yatoke kando. Hata wakati anafanya hiyo kazi, ametikisa vizuri. Sawa? Amekuja hasa, maana hapo chooni mle. Wakati anapomimina hivi, hata sijui ilikuwaje, ile kichwa ndio ilisongea ikatoka ya kwanza. Wakati wa kumimina ndio kichwa ilitokea ya kwanza. Asa unafikiria kuna kuliwa lunch hapo? Hapo lazima tunarudi milimani. Ama namna gani? Watoto wote nyanya na yeye spili akaondoka.
akaenda zao. Lakini shida imetokea wapi? Shida haikuwa kibuyu, shida haikuwa maziwa, shida ilitokea pale mahali pa kumiminwa. Ala, swali langu ni hili: je, siku ya kumiminwa kwako ni nini kitakachotoka? Geukia jirani muulize. Siku ya kujaribiwa kwako, siku ya uchungu wako, ni nini kitakachotoka? Maana kilipomiminwa nyoka alitoka, lakini mwenzangu wewe, ni nini kitakachotoka? Si ajabu ukashangaa mwingine akamiminwa kama jinsi familia leo wako wanamiminwa, wengine wakiwa kwenye majira kama haya, ulevi top 2. Hamjanielewa. Wengine wanapomiminwa kwenye ndoa zao, mipango ya kando top 2. Wengine wanapomiminwa kwenye kazi zao, wakimiminwa hao wamevuka Arusha, na tunaombea barabara ya Taveta sana tu. Sahii magari, mtu akiwa anaenda huko, akipanda gari aenda kwa mganga, lianguke afe mwenyewe. Yaani hivyo tu. Wakati wa kumiminwa kwako, ni nini ambacho kinachotoka ndani yako? Wengine wakimiminwa chuki zinaanza, wengine wakimiminwa umbea, masengenyo yanaamka. Naomba uangalie jirani vizuri. Ukimwona na kuangalia na sura chungu, jua kimemgusa. Wakati ambapo unapojaribiwa, hata kama umeokoka, ni kitu gani kinachotoka ndani yako? Maana kuna watu hata wakati wa kujaribiwa wakiwa wameokoka, wanasema Mungu alisema jisaidie. Tena wanasema maandiko, jisaidie nami nitakusaidia. Kumbafu wewe. Maana kama ningelikuwa naweza kujisaidia, ningeliacha bangi mwenyewe. Kama ningelikuwa naweza kujisaidia, ningeliacha udanga kabla. Lakini mpaka wakati Mungu amekuja, amenisaidia, leo ninaitwa Reverend Meza. Amen. Amen. Je, majira yako ya kumiminwa, nini kinachotoka ndani yako? Nini kinatoka ndani yako? Na kumiminwa wakati mwingine pia si kwa sababu ya dhiki peke yake. Wakati mwingine hata vyeo na mali zinapoingia, ni nini kinatoka ndani yako? Wengine tu kadali kadogo, hata mwingine kama mimi leo pikipiki, karibu ni mzoe mzee wangu wa kanisa njiani. Pikipiki peke yake mtamzima honi hatulani. Halo. Huyu bwana napenda. Maana hata akiwa mahali anapokuwa, alikuwa kama amenyeshewa na mvua. Paka mamake yuko na testimony. Anasema heri mtoto wangu fulani, yeye huwa anaongea, lakini huyu sasa hawezi jua ana shida, hawezi jua ana furaha, yani ni mkimya kupitiliza. Na taekwondo iko ndani, lakini ukimchokoza ametulia. Yani ukimmimina huyu bwana, tumesikia ushuhuda hapa, ilikuwa ni utulivu. Vinginevyo tungekuwa tumesikia ushuhuda hapa Gazi, wameng'olewa meno, mzee fulani aling'olewa meno, mzee fulani ilitawanywa ikaenda upande ama namna gani. Hoja ni kazi rahisi tu. Ukiruka tu unajua kabisa hapa nimegusa mahali fulani, nimemalizana na penyewe. Lakini huyu ndugu hata katika kumiminwa kwake na kujaribiwa, wakati mwingine tunajaribiwa na vile tulivyo navyo, amnielewi. Mmendolea tu macho, amnielewi. Kafiga kama ongezeka kidogo tu, hata haujakuwa na kavu ya kumalizia. Yako ni seli zako, wenzako wako na full circle. Lakini mtaani watu hawalali. Akifua kinyondo hako kakupambanya mpaka
tuchungulie na microscope ndio tuone kifua kwamba kuna maso. Lakini mtani yani kakifua jimu ya siku moja imekusababisha mtani atulali hadi basi. Na kuna watu wamenyanyua machuma miaka na miaka akitembea kifua kiko huko, lakini wewe tu chuma siku mbili tayari fujo mtani. Jenzi wenzangu, wakati wa kumiminwa kwetu, wewe kama mwanaume, huyo mwanadada ameamua tu hiyo siku utaona mgongo. Na ukicheza kila mtu na shuka yake. Akifanya hivyo 1 week, what happens? Na kuna wale wako mtaani huko wanasema hata sio changu doa walikuwa zamani. Hao siku hizi changu ni kama cha municipal. Yaani tu wewe tu sema una 200 twende. Sema uko na 50 twende. Wewe sema mimi sina chochote lakini naomba unisaidie twende. Wakati wamekuja hawa ambao wako free namna hiyo, ili yatokea. Naomba uangalie mwenzako macho, kiangalia kando jua yeye ni mhusika. Wakati wa kumiminwa kwako ni kitu gani kinachotokea? Lakini hao ni wakati wa matimo na kutimwa. Unapotikiswa nyumba imejaa mapopo, what happens? Tunaenda kusikia lugha ambayo tumezisikia mtaani. Unajua ya Mungu huwa yanachelewa. Enda mahali mara moja. Ama namna gani? Pewa kachupa kako, ama kakonokono kako, ama kairizi kako, halafu leta paka mifupa ya nguruwe, mnasumbua nguruwe wenyewe, akishakufa jamani tupia mbwa mfupa ale. Yaani unang'ang'ana. Leo tukiamua leo hapa sasa hivi. Ngoja bwana niangalie. Yes, wako. Usimwangalie lakini yuko hapa. Hivi leo tukichimbua nyumbani kwako kwenye mlango, tunatoa nini? Officers, leo tukiamua kufanya pection hata kwenu sahihi. Tukiangalia wale tunapata nini kwa mtu hapa? Siaja ukashangaa hakuna kitambulisho, diarizi liko hapo ndani. Na hakuna hata senti, ATM yenyewe ime-expire. Yaani ni nini tutakalo kitoa kwenye mji wako? Leo tukifanya pection hapa, kuna watu wako na chumvi hapa. Haleluya. Haleluya. Tufanye pection tu. Hata naamini si ajabu hii roho atumalizi tupata chumvi. Tukianza kutembea hapa hivi kwenye wabet utashangaa sana mambo yaliyoko huko ndani. Lakini hivi niulize, wakati wa kujaribiwa kwako ni kitu gani kinachotoka ndani yako? Wengine wanapojaribiwa matumaini yanaendelea kujengeka. Hawa namna gani? Wengine wanapojaribiwa ushuhuda zinazidi kuimarika. Wengine wanapojaribiwa hata watu wengine wanawashuhudia kwamba hawa watu wana Mungu. Lakini wengine si ndege si mnyama, si ndege si mnyama. Wajua nyimbo? Si ndege si yani hapo tu. Kumpenda Mungu wako na kumtambua Mungu wako hakupimwi wakati juu ya meza yako kuna kuku. Hakupimwi wakati unaweza kununua Blue Band. Hakupimwi wakati unaweza kumsifu Mungu katoa ushuhuda mrefu. Kunapimwa wakati mambo ni mazito. Hata katika ndoa yako upendo wako unapimwa wakati huyo mume hana do. Mama sasa umekasirika. Kasirikeni hamna shida. Nikimaliza hapa naenda. Namwacha Reverend hapa Mavula na kazi yake. Wanasifiwe, amawe hata siogopi. Wanasifiwe. Upendo wako wewe mwanaume unapimwa kwenye ndoa yako. Wakati si saa 6 tena, saa 12 jioni. Maana wakati ukichukua alikuwa saa 6.
Hawana namna gani? Akitembea akiangalia hivi ni kama anakuangalia, kumbe anaangalia mbele. Ama namna gani? Akikanyaga hivi unasikia zinaitikia. Haya, kuna ile nyimbo tuko tunaimba sisi wadogo, nyinyi mkuimba. 50 50 100. Kumbe wako akitembea alikuwa hiyo wimbo unaimbwa 50 50 100. Lakini sasa hii akiangalia mbele haina tofauti na akiangalia nyuma. Hebu geukia mwenzako mwambie hapo itakuwaje? Hapo itakuwaje? Wakati huo akismile unamuuliza swita tunasemaje? Lakini sasa hii akismile unamuuliza mbona umekasirika? Ndio wakati ya sasa. Na miaka 20 kupanda. Hizi katikati hazijielewi. Hapo katikati hatujielewi. Twende tubaki hatujui. Lakini ukiangalia misimamo ambayo inakuja watu wenye miaka 45 ya kuishi chini ya jua kuendelea mbele, mateso hapo ndo makali zaidi. Na kina mama jamani, saidieni hawa wazee. Mnataka kuwaua mapema. Ni kweli network yako haina kijiji hata kimoja, lakini ya ndugu wakati huo ndio fully charged. Wakati huo ndio ya mzee iko fully charged. Hata kama physically haiko charged, hapa iko charged. Msaidie, mtie moyo. Sio kusafiri leo umeenda kusalimia sijui mjukuu nani, kesho sijui mjukuu gani. Yaani pastoria. Ona kwa pastor. Haleluya. Hebu angalia mama ambaye yuko karibu na wewe, mwambie saidia mzee. Hapana, nyusia mzee mgongo. Naona sana wazee wakubwa siku hizi wanakimbilia ndogo ndogo. Maana huko wanatiwa moyo, wanakatwa kitu. Unaanza ho basi ameingia kwenye nanio kwenye hii nanio malipo ya uzeeni. Dokia ameingia malipo ya uzeeni, akienda Voi kuchukua pesa zake, yani anarudi akiwa amechoka. Bosi ameenda akapata tiba kamili. Kwa sababu umekataa kutoa tiba. Alipotikiswa, alipomiminwa akaona ndogo ndogo. Wewe nao umekauka hapo. M-Pesa huioni. Pesa yenyewe alipatiwa ni shilingi 4,000 zimerudi hapo 5,500 iliyoenda kwingine. Hakuna nyama amebeba. Hiyo nyingine imeenda wapi? Ametikiswa, nyoka akatoka. Hebu patia mwenzako high five hapo. Yaani hivi nikuulize. Wewe uliolewa. Nani alikwambia kuolewa ni kugeuziana mgongo? Ukimwita ukiongea na yeye unasikia mama anakuambia haina sumbuliwa. Hausumbuliwi. Hata leo niwapeleke kwa semina ya ndoa, maana mmekuja wenyewe. Mkoenda makanisani hamkujaji. Maana wale wanashangaa mbona mchungaji hauongei mengine yote, ni ndoa peke yake. Unajua ndoa ndo injini ya taifa, ndo injini ya nini? Ya kanisa, ndo injini ya kila kitu. It is the source of happiness ya kila kitu. Peace ya kila mahali. Ukimwona mzee amekuwa mkali kwa nyumba, jua tu kabisa amefinywa kete. Ukimwona mama amekuwa mkali kwa nyumba, jua amefinywa kete. Lakini kama kete haijafinywa,
Mbona jamani, hata tukipika mchunga hauna nanio, tunamkasa Bwana. Anakuja bila hata ni machifu wala nini, tunamkasa. Ama namna gani? Akija akilala hapo nje na wakati amejikuta mvua imenyesha wakati wa msimu mkali, wajua mvua hakuna wala maji kwenye nyumba hakuna, na yeye amejinyeshea mpaka ikashika matope. Amemkasa Bwana. Asa, naomba umfinye mwenzako sikio uone kama ni mkali. Wewe usifinye mtu. Bwana asifiwe. Ni nini ambacho kinachotokea wakati mambo hayakai vizuri? Wakati mambo hayapendezi? Wakati mambo hayatii moyo? Ni nini kinachotokea? Wakati mchungaji wako anatukana kwenye madhabahu kila saa. Nini hovyo kabisa? Nini hakuna kitu, kumbe ndio mmnyima sadaka, analala njaa, wanataka wale waombe. Ashinde ofisini hamumpi sadaka. Akija kuwatembelea hamumpi sadaka. Kanisani hamumpi sadaka. Basi inabidi mahubiri yao matusi. Hawa tukane. Basi sugeni twani sadaka, mtumishi atulie, ashinde. Ana stress. Hata nikwambie ukweli. Hakuna stress wakati mwingine kama kuwa mtumishi. Maana wote wanaokuja kwako hawaji na habari njema. Wanakuja na habari mbaya. Nimepigwa na nio. Mara kidogo sijui fulani wa church choir, sijui mara sijui nani wa kwaya sijui gani, hatuongeleshani. Hata ukimwona mzee fulani kwanza kwangu alikuja kanitukana. Yaani hayo ndio yanakuja peke yake. Wamoja bwana. Ndio alafu bado stress zake za nyumbani. Akija nyumbani, dadi kalamu hakuna, sadaka ya kanisani hazijatoka. Kidogo mwalimu simu, wajua mtoto wangu tunamrudisha. Bwana naomba mvumilie kidogo. Huyu tunamrudisha kabisa, maana hii deni ni kubwa sana. Ambao atakapotembea kama nyani itakuwaje? Akitembea ni kama vile anadansi. Je, hiyo siku inakuwaje? Hebu Mungu atusaidie. Hili swali jiulize vizuri. Hata leo hii Mungu akija hapa akisema anamimina mmoja mmoja, tikiswe vizuri alafu tumimine. Si ajabu kashangaa mzee wa kanisa ambaye unamwamini sana pastor, anayekuletea shopping, tukimmimina mairizi yanamiminika. Usistaajabu. Yule mama ambaye anakuimbia chorus vizuri sana kanisani unamsifu kweli. Sio wewe lakini. Yule unayefikiria ndo mzuri malaika akiwa kwa ibada, akikosana kwa ibada, yule ibada haiko smart. Kumbe yeye ndo pigo tu usiku. Nyumba za watu zinapogongwa ni yeye. Usistajabu hata mimi kama pastor nikamiminwa. Kumbe kibali changu hakutokani na Mungu, nilierizi niko nalo. Nataka ujiulize hili swali leo, wewe binafsi. Ukimiminwa leo na Mungu akiachilia mmiminaji akumimine, ni nini kitakachotokea ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Tufanye inapokuwa wakati mambo yamekuwa magumu, ni nini kitakachotoka ndani yako? Heri wale ambao Bwana amewasaidia. Heri wale ambao Bwana amewasaidia. Kuna watu ambao wakimiminwa leo, hata ikiwa ni katikati ya watu hapa, itakuwa ni tabu sana. Wengine sio dhambi kubwa kubwa, hata ni uchoyo.
umejaa mchoyo. Sijasema kuwe mkarimu kwa kila kitu, maana hata mimi ukarimu wangu nimeupima. Hawezi kuja kuniomba kitu ambacho ni cha mke wangu nikupatie, siwezi. Na yule ambaye ameelewa ameelewa. Na hata mke wangu hawezi kumuomba kile changu akupe, hawezi. Hiyo sifanyi. Ama namna gani? Hata ukarimu na vinini una mipaka. Hata msije ukaja ukaanza kuambiwa hapo, hata maandiko yamesema, hata pastor juzi tulisikia kwa matanga amesema tusiwe wachoyo, tupeane. Kuna vitu vya kupeana na vile sitafanya nini? Vya kupeana. Hata wengine vile vya kupeana tumekuwa wachoyo. Sasa wengine wameanza kuoverthink. Nimesema vile vinavyofaa kupea na kuna vile havifai fanya nini? Hata wewe kama una akili timamu, nikija leo nikikuomba sumu ninywe, utanipatia? Nikikuomba nano kamba nikajinyonga, utanipatia? Asante. So kuna vitu vinafaa kupeanwa, kuja tu kwa roho safi. Mtesie chumbi, kisherere ama kisherere. Hiyo. Yaani mtu anakuja tu chumvi. Mpaka leo pakti haijaenda bei gani. Na hata ukipatia mtu kijiko kimoja kimemtosha pishi lake. Lakini mpaka chumvi. Mama mkwe anakuja kukuomba. Wewe kwanza umeolewa kwa nyumba ya wenyewe, mama mkwe anakuja unamnyima chumvi. Wewe akili zako ni bovu kabisa. Mama kwa mkwe angeliamua kwamba hazai huyo mwanamume afro ungeolewa. Hayo wanaume wako wengi, mbona wako kwa wao wengine? Halo. Chumvi. Walijua vyema Bwana, walijua vyema Bwana, nikoje zako Bwana, walijua vyema Bwana, walijua vyema Bwana, walijua vyema Bwana, nikoje zako, wajua mwenendo wangu, wajua kuwaza kwangu, wanijua vyema Bwana, nikoje mbele zako Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, nikoje mbele zako. Tukiwa tumetulia hivyo machoni pa Bwana, ushauri wangu wa bure sana, sisi ambao umri umesonga sana, especially wazee wanaume, hebu acheni kushikilia mashamba na kushikilia mali, wapatieni watoto. Maana kuna wazee mpaka wanakufa bado wameshikilia mashamba yao. Kina mama, shaurini wazee kwa upole. Yes, ni kweli kabisa wakati huu hafanyi yale ambayo kama alikuwa anaweza kuyafanya mwanzo. Lakini upendo usibadilike. Upendo usipungue. Maana huu ni wakati wa kupimwa kwako. Huyo mzee ni kweli ni mlevi kupindukia sasa. Lakini wakati upendo utakapozidi, hata hayo madhaifu yatapungua. Mwambie tu Bwana nisaidie. Mwambie tu Mungu akusaidie. Siku ya kujaribiwa kwako, siku ya kutikiswa kwako, siku ya kuingia kwenye machungu yako, mwambie tu Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Katika jina la Yesu Kristo. Chukua nafasi ya kuomba.
mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi. Zote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii nikilia na kudhii, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Sitimizi sheria, nijapofanya bidii nikilia na kudhii, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Mkononi naja msalabani, nilitubu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafu naja nioshe nisijafaa. Nishike Bwana, nilimchafu nioshe nisijafaa. Nakwenda
Rifle bend. Shoulders up. Warrior Patel. General salute. Present up. Warrior Patel. Riflemen, rest on arms reverse. Warrior Patel. General salute. Present up. Warrior Patel. Shoulders up. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia,